kumfariji mmoja wetu, mwalimu wao ambaye ameaga. Kwa hivyo wazazi, tafadhali, kama una mtoto mmoja, wawili, watatu, vivyo hivyo kila mmoja unampa shilingi 20 kwa sababu ya kwenda ufariji. Tusisahau kwamba mwongozo wetu uko hivyo katika haya madarasa. Mmoja wao akipatwa na jambo tunamfariji. Kwa hivyo kama wewe ni mzazi, usisahau wape watoto hela hizo. Na tatu ni kwamba camp meeting yetu imefika na sote tumealikwa katika makambi hayo, na itakuwa kuanzia tarehe 9 mwezi ujao, mwezi wa 8 Agosti. Tarehe 9 ndio tunaanza makambi. Kwa hivyo kama wewe ni mshiriki wa Voice Central, umekaribishwa, na wewe karibisha mgeni. Tumependa wageni, tafadhali usikose kumkaribisha rafiki yako ili tujumuike pamoja katika wiki hiyo ambayo itaenda mpaka tarehe 16. Vivyo hivyo kuna viongozi wamechaguliwa katika TTNP, katika institution hii. Hii shule ina viongozi wa Sabbath School, nao wamechaguliwa na wenzao, watawekewa mikono baadaye. Kwa hivyo kama wewe ni kiongozi, baadaye tutakuita kwa faraga ili tukuwekee mkono, kwa sababu saa hizi pastor hayuko, ndio ana hilo jukumu, so tumerisha, lakini anakuja baadaye. Kwa hivyo usikue mbali, kama hatutakuwa sote basi pastor atafanya kazi hiyo. Tangazo lingine ni kwamba departmentals, kama wewe umepewa uongozi katika department yoyote, children ministry, amo, AMR, chochote kile, wanaombwa tafadhali, kama wewe ni departmental, ripoti inahitajika kila mwezi. Andika ripoti yako na upe wazee wa kanisa, ama ukimpata pastor vile vile mpe nakala yako ya kazi ambayo umekuwa ukifanya kwa juma ama kwa mwezi mzima. Tafadhali usichelewe. Unahitajika kuandika hiyo ripoti ili tusaidie katika uongozi na itumwe katika Kenya Coast Field. Katika makambi kutakuwa na lishe. Tunaomba kama wewe una vitu vya upishi, hasa sufuria zile inatosha watu wengi, tunaomba utukabidhi hizo sufuria. Kama unazo 2, 3, 10, hatutakataa, lakini kama ni moja vile vile tunaipokea. Kama una kubwa zaidi ya kulisha watu kama vitu livyo hapa, tutakushukuru. Kama utahitaji malipo, basi utatuambia, tutafute malipo ya kuhaya. Tunarudia hilo jambo kwa sababu tumekuwa tukitatizika kidogo, alafu wengine baadaye wanasema si mngeniambia. Mimi huwa na hiyo vitu. Tafadhali kama unacho vyombo vya upishi, hasa vya watu wengi, hasa sufuria hizi kubwa, tunaomba wanane na wazee na tutaweza kuipokea kwa moyo mkunjufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mbona mko baridi na kunyanyesha? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie karibu kwa sabato ya leo. Msmailie kidogo. Wengine wenyewe hamjatoa hata meno, ama mkusugua meno asubuhi. Kuna mwarobaini shule, kama ulikosa toothpaste, kuna 40, chuna kidogo, sugua katika jina la Yesu. Haleluya.
ndio ukikaa na jirani unamtoleeko meno. Usinune, tunajua shida ni nyingi, lakini Yesu anaweza. Haleluya. Tunasoma fungu kuu. Nenda na mimi pamoja katika maandiko matakatifu, kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Torati 1. Kumbukumbu la Torati ni 1:6 hadi 8. Kumbukumbu la Torati 1:6 hadi 8. Haya, tufungue basi. Alafu watoto mtulie kidogo. Mtulie kidogo. Kumbukumbu la Torati 1:6 hadi 8. Natumai sote tumefika katika jina la Yesu. Mtasoma. Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya milima ya Waamori na mahali popote palipo karibu ya hapo, katika hiyo Araba na nchi ya vilima na huko Shefela na Negebu na pwani nchi ya Wakanani na Lebanoni mpaka mto huo mkubwa, mto wa Frati. Angalieni, nimewawekea nchi mbele yenu, ingieni mkaimiliki nchi Bwana aliyowaapia baba zenu Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwamba atawapa na uzao wao baada yao. Mtarudia. Kumbukumbu la Torati 1:6 hadi 8. Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya milima ya Waamori na mahali popote palipo karibu ya hapo, katika hiyo Araba na nchi ya vilima na huko Shefela na Negebu na pwani nchi ya Wakanani na Lebanoni mpaka mto huo mkubwa, mto wa Frati. Angalieni, nimewawekea nchi mbele yenu, ingieni mkaimiliki nchi Bwana aliyowaapia baba zenu Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwamba atawapa na uzao wao baada yao. Mungu alibariki hilo somo mpaka mtumishi atakaposimama kuumega mkate na kuufafanua zaidi. Mungu atukuzwe.
Tafadhali Kolista, tusimame hivyo. Tunaomba. Mungu wetu, tumekuja kwako tena kwa sababu wewe unapenda kutusikiza kama wana wako. Asante kwa kipindi hiki, umekuwa nasi tangu tulipozuru katika makazi haya wanafunzi na shule hii vile vile. Tumesema ni asante kwa kuwa umetuleta huku leo. Una sababu na kusudi, kwa sababu ni kitambo tulikuwa hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. A new wave to me like this. Praise the Lord. Watoto, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mama, kwa kuwa kwa leo Roho Mtakatifu alituongoza tumtangulize Kristo na maombi kwanza, kisha ndio tujitambulishe kwenu kama wahudumu wa siku ya leo. Kabla niwalete wale ambao tunahudumu na wao kwa ibada ya leo, ningependa kutambua uwepo wa shule za Sabato ambazo zina constitute pale Voi Central. Ningependa kuwakaribisha wanafunzi wa KMTC. Wanafunzi wa KMTC, pahali popote mlipo, tafadhali simameni, kisha mmoja wenu kiongozi aweze kutusabahi kwa njia ya kipekee. Asante. Kiongozi aweze kutusalimu. Happy day, happy Sabbath with good news. Thank you so much. Asante. Pia wanashikana na shule ya Sabato pale Prison, shule ya Sabato ya pale Prison. Kama kunaye mzee wa pale aweze kusimama na tusalimu kwa njia ya kipekee. Prison bado hawajafika. Asante. Ningependa kuwakaribisha wana wa Voice washiriki wa Voice Central hapa TTNP, na Mungu aweze kuwabariki. Ningependa mzee mmoja aweze kusimama na tusalimu kwa njia ya kipekee. Mzee mmoja atusalimie. Wazee wa Voi. Happy day. Happy Sabbath with good news. Thank you so much, Elder. May God bless you. Allow me to welcome in a special way evangelism leader wa kanisa aweze kutusalimia. Kwa mwongozo wake alituwezesha tukafika hadi mahala hapa leo, tunafika mwisho wa mkutano wetu wa Injili. Karibu mzee na uweze kutusalimu. All the time. The Lord is good and that is nature. Wow, God is great. Amina. May God bless you. Thank you so much. I will welcome our patron who stands as our guide and stands to be giving us direction to come and say hi. Come and say hi to this congregation. We will also welcome the elder to greet us. Happy Sabbath. Bwana Yesu asifiwe. Kabla niseme jambo,
niko na incoming elder ambao tena ni chairman. Elder Sosiwefu, Elder Marcel. Asante. Huyu ni one of the elders wa Voi sasa, na yeye mhesabu ndani. Amewekewa mikono, is one of the elders, na nashukuru kwa sababu huyo ndio kiongozi tutafanya na yeye kazi kuanzia sasa mpaka next year. So kwa niaba ya management ya shule naomba kuwakaribisha nyote katika hii shule. Feel free na karibu tena. Pia tena na waomba kwamba tuko na intake ya courses, tulete watoto wetu. Kuna kitu inaitwa RPL, recognition prior learning. Wende ikawa uko na mtoto ambaye ako na skills fulani lakini pesa hakuna. Serikali imesema kwamba shilingi 5,000 mtoto atapata certificate. Kama anajua mambo ya engineering, carpentry, masonry, yoyote ile kazi, unatuambia, tunamregister, tunafanya kitu inaitwa POE. Alafu tunamtengenezea, anafanya mtihani na ana graduate na wengine. So masomo imekuwa rahisi. Anapoenda kutafuta kazi na yeye ako na certificate. Na also kuna certificate ndio hii. Kwa hivyo naomba tafadhali, tuko na intake inaendelea ya September, tulete watoto wale ambao walifanya mitihani juzi waweze kuingia hapa. Courses ni mingi. Mkitaka Pro-June tawapatia siko, tuko na soft, tuko na hard copy, utaniona kwa ajili ya kuleta wanafunzi. Kabla niseme Mungu awabariki, nimeona mwalimu wenzangu huko, Teacher Collins, tusalimie, ndiye yule huko. Hata staffs naomba msimame mahali mko, mseme hai. Sioni Caleb hapa. Hatuko wengi, tuko wachache sana. So wacha Mungu atubariki, karibu tena. Tena tutawaalika na tena. Sisi ni watoto wenu, msituache. Mungu awabariki. Asante, thank you so much mwalimu. Mungu aweze kubariki. Kwa mwongozo wake tumefika mahali tumefika. Kwa niaba ya watoto ningependa nimkaribishe ndugu Benwell, ni mtoto mkubwa, aweze kutusalimia. Karibu mtoto mkubwa. Happy Sabbath with good news. Asante, asante. Basi vile vile ningependa nitambue uwepo wa uongozi wa wanafunzi, student leadership. Tuliwaalika, kama kunaye yeyote ambaye amewasimamia, kama hayupo basi wamekaribishwa katika mkutano huu. Tuliwakaribisha nyote. Basi kwa muda huu niruhusu niwalete kwenu wale ambao tutahudumu na wao pamoja, ambaye amekwisha tuletea matangazo na akatuongoza kwenye maombi. Mzee Bosire ako hapa, aweze kusimama na tuwevie vizuri sasa. Asante, Mungu akubariki. Amekwisha tuletea somo na akatuongoza kwa wimbo kuu. Mtumishi Alvin Ouma Otieno, simama utupungie. Kwa niaba yangu Bonge atawasalimia. Happy day, happy Sabbath. Ndio yeye huyu. Asante, Mungu akubariki. Aliye katikati, kama kawaida aliye katikati, ningependa kwa leo asimame kisha tufanye hivi. Simame atufanye hivi. Amina, amina. Mungu atamtumia kwa wakati wake kuleta neno ya leo. Kisha pale mwisho tunaye ndugu Steven Mwakulegwa, atatuletea zaka na sadaka, na zaidi na zaidi kuna kazi ambazo atatusaidia pale. Karibu na waweze kutusalimia. A happy day, happy Sabbath with good news. Kisha kwenye mitambo, ili usikie jinsi ilivyo, wamefanya kazi usiku na mchana ili ifike hapo. Ningependa mmoja wao aweze kutusalimia kwa njia ya kipekee. Amina. Anaitwa Amon Kipkirui. Nami nimewaletea makaribisho. Kwa majina ni Remick Ochola, outgoing chairperson. Mungu aweze kubariki.
Happy Sabbath. Happy day. Ni wakati wa zaka na sadaka. Na kabla ya kutoa, naomba nisome, kuna script hapa. Title ya the scripture ya leo inaitwa Giving Credit. Na mwenye aliandika kitabu hiki anaitwa Chambers. Nitasoma. Chambers wrote a book titled My Utmost of the Highest. It has been described as the most beloved devotional of all time. Chambers' incredible ability to cut to very heart of Christian living is almost untouchable. One such example is this insightful statement about our talents and gifts. We have the idea that we can dedicate our gift to God. However, you can't dedicate what is not yours. Nitaendelea, itasema it's so easy to think about our gift, our money, and all that we have belong to us, and then accept any profit phrases that might come with it, but it's not God's way. On page 68 of the Prophets and Kings that wrote by Ellen G. White, inasema, rise to a pinnacle of greatest and surrounded with the gifts of fortune. Solomon became dizzy, lost his balance and fell. Thus, it was that the temple of Jehovah come to be known throughout the nations as Solomon's temple. The woman, urgent and taken to himself the glory that belonged to one higher than the highest. Tamalizia inasema, as you return God's tithe and give you promise offerings today, say a prayer to God to thank him for giving you talents, gifts, and money, and ask him to guide you as you seek to be faithful steward of it. Hilo ndilo somo la offerings ya leo. Takaribisha choristers na song ya sadaka. For popote
Kwa wale wanaotumia simu, paybill 247211, then account 180-815 hash, then una specify hapo mbele. Taregelea paybill 247247, account 180-815 hash, alafu una specify hapo mbele either tithe, offerings. Maana watakuwa kongamano lililoandaliwa na Yesu, tukimsifu milele, zenye nyimbo za zaburi tutamwimbia. Na kule Kanaani tutaingia, ni furaha kwa wale waliovumilia wakashinda dhiki za duniani. Maana watakuwa kongamano lililoandaliwa na Yesu, tukimsifu milele, zenye nyimbo za zaburi tutamwimbia. Moyo wangu watamani Kanaani, Kanaani, jana wewe watamani Kanaani, mji wa washindi. Moyo wangu watamani Kanaani, Kanaani, jana wewe watamani Kanaani, mji wa washindi. Roho yangu itapata utulivu, tukivuka ng'ambo Kanaani, mji wa asali, maziwa, matunda ziko pale, nchi ya ahadi. Wakawaza wote mabor tokana Mwenendo na ukasha, kikion wachomokana kikion wadonjokana Yesu biro kalo kodwa katatebe odinonwa. Wakawaza wote mabor tokana mwenendo na ukasha, kikion wachomokana kikion wadonjokana Yesu biro kalo kodwa katatebe odinonwa. moyo wangu watamani Kanaani, Kanaani, jana wewe watamani Kanaani, mji wa washindi. Moyo wangu watamani Kanaani, Kanaani, jana wewe watamani Kanaani, mji wa washindi. Roho yako itapata utulivu,
Unasemaje? Unawasemea aje? Wasemee amen mzuri. Basi asanteni, Mungu awabariki. Kwa muda huu tungependa unyenyekevu na utulivu, tutulie kabisa, kisha tuweze kumkaribisha mnenaji wa kwanza wa siku mnenaji sasa wa siku ya leo. Bwana asifiwe. Tunamkaribisha mnenaji, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna jirani kando yako, msalimie, umjulie hali. Kama umfahamu jina, tafadhali ni wakati wa kumuuliza jina. Alafu kama ni mrembo na hajaolewa, this is the time. Ya kuchukua namba, sio sahihi baadaye. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Ametukirimia mibaraka zake, ametuonekania, ametulinda, ametuongoza. Wiki mbili tumepiga Injili na tunashukuru Mungu kwa kila jambo. Maandiko yanasema katika Zaburi 118:24, hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tutaifurahia na kuishangilia. Leo ni siku ya furaha, siku ambayo tunasahau biashara zetu, tunakaa pamoja na Kristo. Na nikiangalia nyuso zenu zapendeza. So suppose nyuso zetu, yani uso wangu na uso wako zikutane, unismailie. Amina. Wengine hebu niangalie tena. Okay. Leo ni hitimisho na mkutano wa Injili tumekuwa nao. Wengi wamekuja, wabarikiwe waliokuja. Tarudia, waliokuja wabarikiwe. Wale ambao wakufika, mbarikiwe. Maana leo na matumaini ya kwamba kuna wale ambao walifika katika shamba wakati ule wakaitwa wale wa mwisho, lakini ilipowadia wakati wa zawadi kupeanwa, walipewa sawa. Na ukisoma maandiko utagundua ya kwamba waliopewa zawadi kwanza ni waliokuja mwisho. Haijalishi ni wakati gani ulifika, lakini kinachojalisha ni kwamba ule muda uliokuwa nao uliutumia vipi. Jambo la kwanza, nashukuru sana Voi Central kwa kubali ya kwamba mkutano huu ufanyike mkishirikiana na TTNP. TTNP. Nimezoea CIT. TTNP. Wana wa Voi na TTNP, Mungu awabariki sana. Amina ni afifu. Mungu awabariki sana. Ambarikiwe sana. Alafu kulikuwa na wageni wetu KMTC, Mungu awabariki sana. Sisi kama mmefika ama bado, mko tayari kwa uimbaji? Si baada ya mahubiri soft. Tumekula soft. Yaani mambo Ulaya. Kulikuwa kuzuri sana. Kuna wale warembo na wanaume wengine walikuwa kunakuja pale wanatusalimia kuhakikisha kwamba tumekula. Mbarikiwe wale warembo, mpate waume wazuri, mpate watoto wengi, mkajaza na kuitiisha ulimwengu. Na wale wanaume waliokuja, mbarikiwe, mpate wake wazuri kabisa, mzae watoto wengi, mjaze na kuitiisha ulimwengu. Amina. Kama mtaki kusema amina, lakini baraka hiyo ni kubwa. Mapacha. Ndio, bariki sana. Tumekula, tumeshiba, vitambi tumejaza.
lakini niligundua ya kwamba Remi haiwezi kuwa na kitambi, lakini mimi ninacho kitambi. Hallelujah. Michael Sidika Alois is my name. Natoka katika kanisa linaitwa Nyali Hills SDA Church, Kongowea District, Mombasa. Watu wa Voi wamekuwa watu wangu sana. Twende katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Nimeambiwa pale hivi mbele ya kwamba usijali na wakati, wewe piga injili. Wameniambia hapa mbele, simeniambia? Sio na wasiwasi. Hata nikipiga 2 hours sio na wasiwasi. Your safety is assured. Amen. Am I safe? You are safe. Ngoja. Am I safe? Am I safe? Oh, thank you. Kumbukumbu la Torati sura ni ya kwanza, aya yake ni ya 6. Inasema, Bwana Mungu wetu alisema nasi huko Horebu, mmekaa vya kutosha katika mlima huu. Vunjeni kambi, songe mbele kuelekea nchi ya vilima ya Waamori. Nendeni kwa watu wote ambao ni majirani na Araba, katika milima upande wa magharibi chini ya vilima, katika Negebu na kando kando ya pwani, mpaka nchi ya Wakaanani hadi Lebanoni na kufika mto mkubwa Frati. Tazama, nimewapa ninyi nchi hii, ingieni mkaimiliki nchi ambayo Bwana aliwapa kuwa angaliwapa baba zenu. Aliapa Abrahamu, Isaka na Yakobo pamoja na vizazi vyao baada ya hao. Mada yetu inasema maneno haya: mmekaa vya kutosha katika mlima huu. Mmekaa vya kutosha katika mlima huu. Tunaomba. Asante Mungu wetu, jina lako lipate sifa milele na hata milele. Kwa dakika chache ninaomba unitumie jinsi unavyotaka. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Naomba ya kwamba umgeukie jirani yako, mwambie umekaa vya kutosha katika mlima huu. Wapendwa, kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni second legislation. Yani ni utunzi wa sheria sehemu ya pili, ikiwemo sehemu ya kwamba kitabu cha Kutoka. So katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu anazungumza na Musa na anamwambia Musa ya kwamba ongea na wana wa Israeli ya kwamba I have to ratify zile amri zangu. God is giving the second legislation. Mungu anasema ya kwamba wana wa Israeli wamekaa sana kwenye mlima huu. Wana wa Israeli wametoka Misri. Wana wa Israeli walichoka kukaa Misri. Wana wa Israeli walichoka na Misri kwa sababu ya mateso, wakatoka Misri. Uliza jirani, are you not tired in Egypt? Na wengine wataka kuuliza majirani. Ndio ninakuona umekaa karibu na MC na utaki kumwongelesha. Sawa tu. Hebu muulize jirani, are you not tired to be in Egypt? Wapendwa, wakatoka wakati wa usiku, wametoka Misri, wanaelekea nchi ya Kanaani. Wanaelekea katika nchi ya ahadi. Yani wapendwa, sisi ni wasafiri, tunatoka katika ulimwengu huu, safari ni kuelekea katika uzima wa milele. So walipofika mwezi wa 3 wakafika Sinai. Na ngojeni waeleze kitu. Sinai ndio Horebu, pale ambapo Mungu alimwita Musa akichunga kondoo.
walipofika Horebu, maandiko yanasema wapendwa, walikaa pale Horebu karibu miezi 11. Then God said unto Moses, ya kwamba mmekaa ya kutosha kwenye mlima huu. Kaa ya kutosha kwenye mlima huu. Anawaambia ya kwamba sikilizeni enyi Waisraeli, Bwana Mungu wetu alitutokea kule Horebu, akatuambia sikilizeni wana wa Israeli, mmekaa sana kwenye mlima huu, ondokeni. This is not the time to sit, it is the time to rise. Wengi wapendwa tumekaa, wengi wapendwa kuna vijiungu miungu midogo midogo tumekalia. This is not the time ya kukaa, ni wakati wa kuondoka. Amen. Amoko pamoja nami nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Huu wapendwa, Mungu Musa anaongea na Waisraeli, anawaambia ondokeni, maana umekaa vya kutosha kwenye mlima huu. Wamekaa Horebu, wamekaa Sinai. Mungu ashawapa sheria, Mungu ashatengeneza agano. Mungu anawaambia now it is the time ya kwamba muondoke kwenye mlima huu. Je, hauchoki na jangwani? Je, hauchoki kukaa kwenye mlima huu? Je, hauchoki kukalia Masengeni? Je, hauchoki kukalia kwenye mlima wa Usuda? Je, hauchoki kukaa kwenye mlima wa fitina? Je, haujachoka kukalia kiti ambacho unapokalia wewe unachoona kwa watu unaona wenye dhambi badala ya kuona watu wanaweza kubadilishwa? It is enough. Stop sitting on that mountain. Amen. Waambia metosha. Metosha. Mekaa sana kwenye mlima huu. Ondokeni kwenye mlima huu. Tokeni kwenye mlima huu. Sikiliza niwaambie, kuna mlima walioukalia. Kitabu ni cha Hesabu 25. Acha tu nitasoma, ubarikiwe sana, pumzika. Amina. Israeli alipokuwa akikaa Shitimu, wanaume wa Israeli walianza kuzini na wanawake wa Kimoabu. Sikiliza wapendwa, Waisraeli wamekalia uzinzi. Mungu anawaambia Waisraeli, it is enough time to stand. Mekaa sana kwenye uasherati. There are some sermons so hard to preach, but I must preach them anyway. Hata kama mtaki kusema amina ni sawa. Nyuso zenu zinakaa za kizungu, hazikai za Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Wajua ushana maprofesa wanavaa nini miwani, alafu anaiweka hapa. Sikiliza, Waisraeli wamekalia dhambi ya uzinzi na wake hawa wa Kimoabu. So Mungu anawaambia imetosha, mmekaa ya kutosha, mmekaa ya kutosha. Alafu maandiko yanasema walianza kuzini na wanawake wa Kimoabu ambao waliwaalika kushiriki katika kutoa kafara kwa miungu yao. Watu wakala na kusujudu mbele za miungu hii. God akasema hata mmesujudia sanamu ya kutosha. Mpendwa mhubiri amekaa na slices na roll, na anasema ya kwamba Waamori wanaabudu miungu hii. Anasema ya kwamba Waefeso wanaabudu miungu hii. Anasema ya kwamba Wafilisti wako na Dagoni. Wakristo wanashangaa, mbona
mbinguni. Wakristo wanauliza mbona wanaabudu miungu wasio na mikono lakini hawezi kushika? Wakristo wanauliza mbona wanaabudu miungu wana miguu lakini hawatembei? Wakristo wanauliza mbona wanaabudu miungu ambao wana miguu lakini hawasonge? But when we go home, we go back to our gods. Tunaporudi nyumbani, tunarudi kwenye miungu zetu. Hata wengine wako hapa sahi wako WhatsApp sahi. Wapendwa, kuna wengine hapa ako Snapchat, wako kwa group wanapiga Snapchat, wako busy. Kuna mwingine hapa ana reply message ya boyfriend na girlfriend. Bwana Yesu asifiwe. Kama au reply say amen. Sikiliza wapendwa, we have sat for a long time on this mountain. Sasa nawaambia ondoke. Kuna wengine hapa wameanza kusinzia. Mwambie jirani acha kukaa kwenye mlima wa usingizi. Lakini wakati mhubiri atasema now we are concluding, usingizi unaisha. Sikiliza wapendwa, wamekaa kwenye miungu. Mungu anauliza ya kwamba for how long will you sit this mountain? Ondokeni kwenye mlima huu. Ondokeni kwenye mlima huu, maana mlima ni hatari. Kitabu cha Mwanzo 31. Ukifika pale sema amina. Mwanzo 31 inaanzia 34 hadi 35. Maandiko yanasema maneno haya: basi Raheli ndiye aliyekuwa amechukua ile miungu ya nyumbani kwao na kuiweka katika matandiko ya ngamia na kukalia. Labani akatafuta kila mahali kwenye hema lakini hakupata chochote. Raheli akamwambia baba yake, usikasirike bwana wangu, kwa kuwa siwezi kusimama ukiwepo, niko katika hedhi. Labani akatafuta lakini hakuweza kuipata miungu ya nyumbani kwake. Now listen to me brothers and sisters, ya kwamba Raheli amechukua miungu, amechukua vinyago, amevikalia. What kind of sin are you sitting on? Ni dhambi gani uliyokalia? Sin. Dhambi ni hatari. Dhambi itakupeleka mbali ambayo hukutarajia. Dhambi itakufanya ulipe kiasi cha kile ambacho hukutarajia. Dhambi itakufanya ukae mahali zaidi ya kile ulichopanga. Dhambi itakurarua. Dhambi ni hatari. May we live sin alone and live a righteous life in Christ. Ni dhambi gani umekalia? Ukasema ya kwamba amekalia dhambi fulani, amekalia vinyago. The Bible says ya kwamba wapendwa, huyu mwanamke alikataa kusimama kwa sababu alikalia dhambi, kalia miungu. Let me give you a sad story. Ya kwamba kwa sababu Raheli alikalia vinyago, amekalia sanamu, Raheli hakufika mapela. Muulize jirani, je, uko na mhubiri kweli? Muulize. Raheli wapendwa, maandiko yanasema ya kwamba Raheli alikuwa mrembo. May all the beautiful ladies in the house say hi. Na wale ambao hawajiamini waseme low. Sasa tarudia tena. May all the beautiful ladies in the house say hi. Let me try, man. May all the handsome men in the house say hi.
Mbona wajishuku? na Zaburi 139:14 inasema ya kwamba I am and done what? This my soul knoweth well. Mbona wajishuku? Wapendwa, Raheli alikuwa mrembo. Naomba usikilize. Raheli alikuwa mrembo hata bila makeup. And somebody say amen. Raheli wapendwa alikuwa mrembo. Kuna mahali nilisema ya kwamba Alvin, Raheli alikuwa mrembo mpaka akitembea anatetemeka. Anaitwa nani? Yakobo alipomwona Raheli, misuli ikatetemeka, damu ikachemka, kasema this must be the bone of my bones, the flesh of my flesh. Akasema huyu mrembo huyu lazima nimpate. No, let me talk to men. If you love, there's no long time that will be difficult for you to wait. Alvin, wewe umeelewa, lakini nilikuwa naongea na wale ambao hawajaoa. Sikiliza. Sasa hivi amekataa kunisikiza. Sikiliza wapendwa. Not Laban. Yakobo akafanya kazi miaka 7. Anamtaka mrembo Raheli. Maana Raheli wapendwa alikuwa mrembo, akipita mahali wanaume wote lazima wamtazame. So may all the beautiful ladies in the house say amen. Wapendwa, baada ya miaka 7 wakati wa usiku kapewa mmoja anaitwa Leah. By the way, maandiko yanasema ya kwamba if you read King James inasema ya kwamba Leah was tender of eye. Yani in other words, Alvin, ni njia rahisi ya kusema ya kwamba she was ugly. Alipoamka asubuhi akagundua ya kwamba the lady mwenye alikuwa naye si Raheli bali ni nani? Lea. Alafu Laban anamwambia, sikiliza, kulingana na utamaduni wetu, wa kwanza ndiye anaolewa kwanza, wa pili hawezi kuolewa kabla ya wa kwanza. Then the Bible says alipewa tena miaka ngapi? 7 ya kufanya kazi ili kwamba ampate Raheli. Have you ever read your Bible? Inasema aliziona kama siku 7 kwa sababu alimpenda. Washatarudia, kwa sababu alimpenda. Bwana Yesu asifiwe. Now ladies, mwanamume anayekwambia tuende kabla haja kuoa hakupendi. Wanawake wako hapo walienda. Wapendwa, sikiliza. Wanatoka kule walikokuwa pamoja na Raheli mke wake, pamoja na Leah mke wake, lakini Rachel licha ya urembo wake ako na sanamu. Amebeba sanamu, akaenda kakalia sanamu. Babake anatafuta sanamu, lakini amekalia sanamu. Amekalia dhambi. Muulize jirani, amekalia dhambi gani? Na maandiko yanasema wapendwa, walipotafuta wakakosa. So when they begin to walk, Raheli anatembea na vinyago, Raheli anatembea na sanamu. Then when they were just about kufika Makpela, maandiko yanasema Rachel alikufa kando ya barabara.
katika barabara, na anasikia Labani, sio Labani, Yakobo anapiga story na Yusufu, anamwambia Yusufu, sikiliza Yusufu, ya kwamba mamako Raheli hakufika Makpela, alikufa njiani. How do you die on the road? Siongei kuhusu ajali, but I'm talking about hopeless death. Wapendo wa Raheli alikufa kando ya barabara, hajafika Makpela, hakufika Makpela, mahali ambapo wale wanaoishi katika Kristo wanazikwa. Bwana Yesu asifiwe. She died a hopeless death, kwa sababu amekaa kwenye mlima sana. Hebu muulize jirani yako, jirani, mbona ufe kando ya barabara? Kwa nini unakufa kando ya barabara? Kwa nini mpendwa unakufa kando ya barabara? The Bible says huyu mwanamke licha ya urembo wake alizikwa kando ya barabara. Na muona Yusufu kwa machozi, kwa uchungu mwingi, moyo wake unapasuka, machozi yanadondoka. Akafikiria nchi nzuri, akasema my mom will not be there when the roll is called up yonder. Then akauliza baba, you mean mamangu alikufa hakufika Makpela? Ambao wamejitoa kwa ubatizo, wameisikia neno lako na wamejitoa kimasomaso, wako tayari kuanza upya na wewe Mwokozi, uwashike katika jina la Yesu, uwabatize kwa Roho wako Mtakatifu, ili maisha haya kitakapoanza mapya utembee na wao hatua kwa hatua, hatimaye tuione paradiso pamoja nao katika jina la Yesu. Kuna wale ambao tulibatizwa zamani, lakini njiani misukosuko imekuwa mingi. Mungu wangu, Mungu, tubatize upya kwa Roho wako Mtakatifu, tupatie toba ya kipekee, tupatie unyenyekevu na kuungama dhambi zetu, ili wewe uliye mwaminifu na wa haki ukatusamehe na kutusafisha na kila namna ya udhalimu katika jina la Yesu. Mungu wangu, wakubwa kwa wadogo, waume kwa wake, wameitikia mwito, wakaja mbele ya kile kiti chako cha enzi. Wamekuja kupokea rehema na neema ili wasaidie wakati wa mahitaji. Mungu, kuna biashara zinakandamizwa na mwovu shetani, tunazitamkia mibaraka katika jina la Yesu Kristo, ukazifufue. Kuna ndoa Mungu zinavurugwa na mwovu shetani, na kuna mtoto wako amekuja kwa ajili ya ndoa yake. Mungu, tunazitamkia ufunuo mpya, ukaweze kuzifufua zikaweze kuwa hai, upendo ukarudi katika jina la Yesu Kristo. Kuna watoto wametaabisha wazazi wao, mzazi alizaa vizuri, amelea vizuri, ameelimisha vizuri, lakini tabu. Mungu, tabu. Tunaomba Mungu, mtoto huyo ukamrekebishe katika jina la Yesu, ili akakumbuke kuheshimu wazazi, na Mungu, nyumba hiyo ikaweze kuwa na amani mtoto huyo atakaporekebishwa. Mungu wangu, kuna watoto wako wameajiriwa makazini, lakini huko waliko waajiri wao hawawapatii amani. Kila saa ni ugomvi, kila saa ni masumbufu, kila saa ni kero, lakini mja wako ataenda wapi? Maana hapo ndio riziki inatoka. Mungu, lete amani katika jina la Yesu. Mungu, lete amani, maana ndiye Bwana wa amani. Urudishe amani, mja wako akaweze kuwa na utulivu katika jina la Yesu Kristo. Kuna vijana wamesoma, uliwaelimisha, ukawapa karama ya elimu, wakasoma, lakini hamna ajira. Wamejaribu biashara, imeshindikana. Mungu wangu, wewe utenda mambo mapya. Tenda jambo jipya katika maisha yao. Kafungue milango ya ajira katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, ukawape tabasamu tena katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kuna vijana walijaribu ndoa, mambo yakaharibika, akakata tamaa, akasema hata olewa tena. Mungu, tunakemea upepo katika jina la Yesu. Karudishe upya moyo wa kutaka kupenda, moyo wa kutaka kuoa na kuolewa, ili Mungu kizazi kikaendelee katika jina la Yesu. Tunaombea viongozi wa kanisa hili,
kumekuwa na misukosuko, lakini tunaomba tunapoenda kwa makambi tuende na Roho wako Mtakatifu. Utupeleke makambini na Roho wako Mtakatifu. Wale wanenaji wanaokuja kwa kambi letu ukawalete na Roho wako Mtakatifu. Maneno atakayoyazungumza yakaweze kutubadilisha katika jina la Yesu. Mungu wangu, tunaombea pasta wetu wa hii kanisa, akiwa hayuko nasi siku ya leo, popote alipo, mpe hekima, maarifa na uwezo wa kuongoza watu hawa mpaka tufike paradiso katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, tunaweka chuo hiki mikononi mwako. Uwabariki, lete amani, lete utulivu. Mungu, shetani anayeleta masumbufu akashindwe. Tunaombea watoto wachanga, wanapokuwa uwasaidie kukua kwa afya iliyo bora, kwa utulivu, kwa amani, na Mungu akaweze kuwa fahari kwa wazazi wao katika jina la Yesu. Tunaombea taifa letu la Kenya, tunapoelekea mwaka ujao kwa ajili ya uchaguzi. Mungu, tunaomba amani, tunaomba ulete utulivu. Viongozi wetu kaweze kuwapatia ubusara wa kuongea, na wanapoongea wakaweze kuongea maneno ya kujenga, ili nchi kasimame katika jina lako tukufu. Yesu wetu, uwe nasi, usitupungukie katika maisha yetu, utuongoze. Mtumishi wako Sidika, zidi kumtumia katika viwango tofauti tofauti ambavyo utapenda wewe. Kazidi kumpa karama hii ya kuzidi kufundisha watu na kuwaelekeza katika uzima wako wa milele. Pamoja na hayo, mimi na Remi na wengine wengi ambao wako katika utumishi huu, baada ya kuwaandaa wengi, na sisi usitusahau. Tupatie nafasi katika uzima wa milele. Na jeshi hili lote lililokusanyika hapa leo, ombi letu na tumaini letu ni kwamba Mungu, tukuone katika uzima wa milele. Uhimidiwe na upewe sifa, kwa sababu Mungu umetujibu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mungu atubariki. Wale tumejitoa kwa ajili ya ubatizo, tutaonana pale na ya wazee wa kanisa. Boy Central Choir, mnenaji ameomba KMTC kimaliza ule wimbo, amewaambia ya kutoka mlimani mje nao. Wingi wa upotovu tusimame.